Karibu usikilize dondoo maalum ya ujumbe wa Kwaresma mwaka 2025, tukiiangazia sura ya kwanza, uelewa wa jumla juu ya imani. Imani ni fadhila ya kimungu. Tunafundishwa kuwa imani ni fadhila ya kimungu ambayo kwayo tunamsadiki Mungu kwa kila kitu alichosema na alichotufunulia, na ambacho kanisa takatifu la tutaka tukisadiki kwa sababu yeye ndiye ukweli wenyewe. Kwa imani mwanadamu hujitoa nafsi yake yote kwa Mungu, na kwa sababu hiyo muamini hutafuta kujua na kufanya mapenzi ya Mungu. Mwenye haki ataishi kwa imani. Imani hai utenda kazi kwa upendo. Kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki, imani ya kweli inajidhihirisha katika namna kuu tatu, yaani katika kuiungama, kuiadhimisha na kuishuhudia. Tafsiri yake ni kwamba jinsi tunavyosali ndivyo tunavyoiamini na ndivyo tunavyoiishi. Kwa vile imani inahusu kukubali kwa hiari ukweli wote ambao Mungu anaufunua, ukweli huu hauwezi tu kubaki moyoni mwa mtu, bali lazima kuwa tayari kuukiri wazi kwa maneno yetu mbele ya wengine. Vinginevyo itakuwa vigumu kutambua fikra kama mmoja anaamini katika nini, na hata kweli za imani zitabaki zikiwa mfu katika maandishi. Ni katika kukiri kwa midomo yetu hadharani kile tunachokiamini ndipo tunaweza kujipambanua kati ya wengi na kudhihirisha utambulisho wetu. Kwa upande wa Mkristo Mkatoliki, ipo kanuni ya imani ambayo ni ufupisho wa mafundisho msingi ya kanisa ambayo kila muamini binafsi anapaswa kuyakiri na kuyaishi. Hivyo, mmoja atatambulika kuwa ni muumini kweli kama yuko tayari kuikiri imani yake kwa uthabiti. Simamini imara katika imani. Ujumbe huu wa Kwaresma umeletwa kwako na Radio Maria Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC.